Tunapoingia kwenye maombi ya toba, kuna mambo kadhaa tunaomba tukitafuta upenyo wa mambo tunayoyatarajia. Kuna mambo tunayatafuta, na leo nikakwambia tunaenda kudili na roho inayoiba nguvu ya ufahamu. Leo kama ni somo, tunaenda kuzungumza habari ya roho zinazoiba nguvu ya ufahamu tunaoupata katika Bwana, ili tusiuweke kwenye matendo. Ukiwa na ufahamu fulani wa kiroho, lakini ule ufahamu hauna nguvu ndani yako, ni sawa na mtu anayejua usiibe, usiue, usizini, usifanye hivi, lakini anaendelea kufanya yale matendo akiwa anajua kabisa. Watu wa dini wanafundisha sheria hiyo hiyo tunayosoma sisi. Wangapi mnajua watu wa dini wanasoma Biblia hii? Jamani, Bwana asifiwe sana. Wangapi mnakubali kwamba hii Biblia tunayosoma ndio ile ile kila mmoja wa kidini anasoma? Tofauti yetu sisi na wao na wale wengine, au tofauti yako wewe na mtu mwingine, ni kwamba nani yako nguvu, yale mafundisho ama maarifa ulionayo ya kimungu yana nguvu. Sasa huwa adui anaiba ile nguvu. Sasa adui anapoiba nguvu inayoambatana na maarifa, kwa sababu maarifa ni nguvu, ujuzi ni nguvu, nguvu inayoweza kukusaidia. Kuna mtu mmoja leo nilikuwa nazungumza naye, amekwazwa. Na amekwazwa na nani? Na mchungaji wake. Lakini kitu gani kimemkwaza? Mchungaji wake amemkwaza, sijui, lakini anyway, kile chochote kitakachokuwa kimemkwaza kutoka kwa mchungaji wake ni dawa, ni fundisho. Unapokwazwa na mtumishi wa Mungu, maana yake unapimwa uwezo wako wa kuvumilia. Jamani, mnanisikia vizuri? Yaani Mungu anaruhusu upite kwenye kikaango kikali. Anaruhusu wewe akupime uvumilivu wako. Sasa na unajua watu wengi sana wanapenda kwenda kwenye makanisa ambayo hawakutani na nini? Na makwazo. Watu wanapenda kwenye makanisa ambayo hawakutani kabisa na makwazo. Anyway, kuna makwazo mabaya, kuna over extreme, lakini kuna makwazo ya kawaida. Sasa utaniuliza baadaye, Bishop, makwazo mabaya na makwazo ya kawaida ni yapi? Ni wakati unapewa high correction na mtumishi wako. Wakati mtumishi wako anakupa maadabu anakuadabisha kwa kiwango cha juu mno, unbearable, yani mpaka unaona mimi siwezi kubeba. Nafikiri wewe ungekuwa Petro ungekimbia. Katikati ya wanafunzi wa Yesu hakuna mwanafunzi aliyejaribiwa kama Petro. Wewe unanifuata hapa, nikwambie Chonjo, rudi nyuma yangu shetani wewe. Hivi utanifuata tena mzee Chonjo? Nimekuvunja miguu. Petro alisukumwa mbali na Yesu. Petro aliambiwa utanikana mara 3, naye akampata. Lakini alipokuwa anasukumwa mbali, ndipo na yeye alizidi kujisukuma karibu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini kuna makwazo yale mabaya. Anyway, sasa tusifanye discussion sana pale. Lakini nilikuambia unapoenda kwenye maombi ya toba ni maombi ya upelelezi. Yanaleta nuru kwenye tatizo na chanzo cha tatizo. Maombi ya toba, unapodumu kwenye toba, yanakufundisha kubaki, ama yanakuwekea shina, nanga, yanakusimamisha kwenye tatizo kiasi kwamba hauondoki kwenye tatizo lako. Moja kati ya mbinu kubwa ya shetani ni kudivert uelewa. Mgonjwa anayeenda hospitalini kila siku anapimwa ajulikane anaumwa nini. Kama kuna mgonjwa mwenye shida, ni anayeenda kila siku kwa dokta, na daktari anamwambia pima hiki, anapima. Pima hiki, unapima mkojo, hauna shida. Unapima damu, hauna shida. Lakini unaendelea kuumwa. Unapima mifupa, hauna shida. Lakini unaendelea kuumwa. Unapima CT scan, unaendelea kuumwa. Unapima MRI, unaendelea kuumwa. Hapana, anasema sasa wewe inabidi tukupeleke India. Unaenda India, unapimwa kila kipimo, unaendelea kuumwa. Mgonjwa akipimwa mara 3 tu akajikuta hajulikani anaumwa nini, cha kwanza anawaza nini? Uchawi. Sasa maombi ya rehema, maombi ya toba, maungamo, toba, rehema na maungamo yanakuweka kwenye tatizo. Shetani asikudanganye, problem iko hapa.
Unakwenda pamoja na mimi eh? Sasa tulipoendelea kwenye kitabu cha Nehemia mlango wa kwanza na mlango wa pili wa Nehemia, tulianza kuona namna ambavyo Nehemia alidumu kwenye maombi ya toba na rehema. Biblia inasema akakaa, akaketi, akalia, akaomba, akaomboleza, akatubu, akalalama mbele za Bwana na kumwambia Mungu, tumetenda dhambi. Alafu akamkumbusha Mungu ahadi zake juu ya dhambi, kwamba ikitokea umetenda dhambi Mungu alisemaje. Ambia Bwana, ulisema utawarehemu. Yuko hapa, nasema na mimi niko hapa. Kitu gani kinatokea? Baba yako anapenda ng'ombe kuliko wewe. Yaani wewe umemaliza kusoma, unatakiwa uende sekondari ama ukasome, na baba yako ana ng'ombe 2 3, anaacha kumuuza ng'ombe ili wewe ukae nyumbani. Maana yake baba yako anapenda ng'ombe wake kuliko wewe. Jamani, mnanisikia vizuri? Mnanielewa? Ni nini kilimsababisha baba asikupe thamani, akaithamini ng'ombe yake kuliko wewe? Ukiona kuna mlango wa heri ulizuiliwa juu ya maisha yako, sababu sio ya kawaida. Usianze kusema baba ana roho mbaya, baba alikuwa hatupendi. Sio roho mbaya ya baba. Kwa nini baba alikuwa analewa tu, hawatunzi watoto wake? Na hakuna mtu anapenda watoto kama mlevi. Mlevi akishapenda watoto ndio anaanza kulia. Kwanza mtoto nifanana sana, analia kabisa. Mlevi anapenda watoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kwa nini huyu mtu amependa pombe, amependa chang'aa, amependa kuliko mimi, kuna tatizo. Sasa unapoingia kwenye maombi na kutubu na kuomba kwa muda mrefu, kwa sababu toba ama maombi ya toba na rehema ni maombi yanayokusukuma kuomba kwa muda mrefu bila kuondoka kwenye eneo. Nilikuambia unapotumu kwenye toba, nuru inaangaza na Mungu anakuonyesha kwamba chanzo cha tatizo lako ni hiki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jana niliongea na wewe kitu cha muhimu sana. Nilizungumza na wewe tulipokuwa tunasoma kitabu cha Nehemia mlango wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari ule wa 6, mfalme anamwambia Nehemia, nipe idadi ya siku na muda utakaokaa na mahitaji yako. Nikakwambia watu wengi sana hatuyapi mahitaji yetu, hatuyapi matatizo yetu muda wa kutosha kwenye maombi. Huwa tuna shallow prayer. Tuna maombi rahisi. Unamkuta mtu ana miaka 15 anaombea hitaji moja, alafu ukimuuliza na kwamba nimeomba sana baba, juu ya jambo hili nimeomba sana, lakini ukimleta ukamkalisha chini, ameomba kidogo tu, huwa anapigaga porojo. Sikia, maombi ya kupapasa hayamgusi shetani, ni sawa na unamkuna. Lakini ukikaa kwenye maombi ya toba ya muda mrefu, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilipooana na mke wangu, kabla ya kuoana nilikuwa nakupa story kidogo, lakini baada ya kuoana tukaingia kwenye jambo gumu. Tukaingia kwenye jambo gumu mno la uzao. Uzao ukawa ni shida. Tukazaa mtoto wa kwanza akafa. Tukaendelea mbele na wengine wakafa. Tumepoteza watoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepoteza, tukaomba, tukalitengea muda lile hitaji letu la kuzaa, la uzao. Tukaenda kwenye maombi kuomba na kufunga. Tukaanza kuomba kule tunaishi. Tukatenga siku kadhaa za kuomba. Tukaomba na kufunga kwa muda. Lakini tukatenga muda wa kuondoka kule tulikokuwa tunaishi, tukasafiri tukaenda mji mwingine. Tukaenda kufunga na kuomba. Tukawa na maombi ya kufunga ya siku 8. Tuliomba huko kidogo, mke wangu akate moto. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndio Mungu anaanza kutufundisha, na anatufundisha juu ya uzao. Yaani haya mambo ambayo kila siku mama sijui ameona damu, sijui mimi imeharibika, vilikuwa ni vitu vya kawaida kabisa. Yaani hajijui lini mzima. Tulivisahau tangu siku ile, baada ya kuishinda ile vita. Lakini ni baada ya kuipa
dozi ya kutosha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna matatizo ambayo hatujayapa dozi ya kutosha. Na tulipoanza kuomba rehema, tulipodumu kwenye maombi sawasawa, inawezekana wewe hauna tatizo kama la kwangu, lakini tulipotoa dozi sawasawa kwenye lile hitaji, ndio tukaanza kupata nuru. Nuru ikamulika. Nuru ilipomulika, cha kwanza ikasema kuna tatizo kwenye mzaliwa wa kwanza. Tatizo ni nini? Roho Mtakatifu akatuonyesha. Kwa wale mnaomfahamu kaka yangu mkubwa ile Robert, tunamuita baba mkubwa pale, wazaliwa wa kwanza kwetu wote wanakuwa wenda wazimu wakifikia huo umri. Si wakifika wanakuwa wakubwa, yani akiwa mdogo ni mzima, lakini akishakuwa tu na kaumri fulani anachanganyikiwa. Mtoto wa baba yangu mkubwa hivyo hivyo mpaka alifia mtoni. Kaka yangu yule pale alikuwa mpaka anafanya kazi ofisi ya waziri mkuu. Alikuwa ni mtu mkubwa. Wale ambao wanafahamu, juzi nilimchukua nikakaa naye karibuni miezi 6 akapona. Akawa halewi kabisa. Lakini alipokuwa anafanya hizo kazi za mawaziri mkuu huko, aliwekeza akanunua hisa CRDB. Kwa pale alipo ana hisa za CRDB na amezifanya siri, hamna mtu anajua. Majuzi kulikuwa na mkutano wa CRDB kule mjini, na wadau wa CRDB wakaitwa na akapewa gawio. Alipopewa gawio alilewa mpaka saa hizi kidogo shetani anataka kupeleka kaburini. Alilewa mpaka tumeenda kumnyang'anya hela. Alikuwa na hela 200,000. Saa hizi anatukana Bright, anatukana kila mtu kwa sababu tulimnyang'anya zile pesa. Nimeendelea kuomba moyoni nipate kibali. Nini nifanye? Nimpeleke soba, nimpeleke wapi? Lakini tatizo ni nini? Ni mzaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza kuanzia kwenye Biblia mpaka kwenye maisha yetu ya kawaida haya, mpaka kwenye familia zetu wana matatizo. Kwa nini? Waga wana nguvu. Wazaliwa wa kwanza waga wanalingana na baba yao. Unajua ni wewe tu na mimi ambao umezaliwa baba ameshakuwa mkubwa, lakini waga wazaliwa wa kwanza wanazaliwa. Maana unajua baba zetu walikuwa akiwa na miaka 19 tu ameshaoa. Kwa akiwa na miaka 29 30 tayari ana kijana, wanalingana. Alafu wanaanza kutunishiana misuli na nani? Na baba. Yaani baba yangu na huyu kaka yangu mkubwa, mpaka baba anaenda kaburini, kaka yangu anamlaani. Mpaka sasa hivi akiona kaburi akikasirikaga anachukua fimbo anaenda kuchapa kaburi la baba yake. Uadui. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akasema, na mimi nilikuambia kwa habari ya uzaliwa wa kwanza, haukunielewa. Na mimi nikaona huyu mtoto akikua akaja akawa zezeta. Hebu fikiria sasa hivi watu wananiita Freemason tu kwa kununua vigari vya mtumba. Je, leo mimi ningekuwa nina mtoto zezeta, kila mtu angeniogopa, si ndio? Lakini Mungu kwa sababu ujua utumishi nilionao na akajua vita nilionao, na mimi nimeshajifunza, nikaambiwa ya kale yameisha. Roho Mtakatifu sasa, hapana, kuna tatizo la pili la jina. Basi mzaliwa wa kwanza alikuwa na nini? Ana tatizo, akafa. Kama vile Mungu alivyowaua wale wakina Naoni na Onani. Okay, walikufa. Haya, mzaliwa wa pili alikuwa na shida gani? Mzaliwa wa pili alikuwa ni mapacha. Na kwa nini wafe? Kwa sababu wazaliwa waliokuwa wamezaliwa wa kwanza wa babu yangu walizaliwa mapacha, na babu akamtoa pacha mmoja akamuua akiwa hai. Hiyo ni story mimi kuwaambia tena. Sasa basi haya, hawa wa pili sasa, na huyu mzaliwa wa tatu, nini shida? Shida iko kwenye jina. Jina la nani? La mama ya mtoto. Hivi unafikiri? Nikamuuliza Mungu sana. Nikamuuliza, kwa nini Mungu haya yote unalimbikizia mimi? Si ni bebe moja basi ila za Taira wa kwanza akafa, alafu maisha mengine yaende. Akaniambia, kwenye kizazi chako mpaka kizazi cha ngapi? Cha 4. Hakuna mtu nimemuita mwenye mafuta na upako kama niliokupa wewe. Usiposhughulika na hizi roho, zitaenda kwenye watoto wako na watoto wa watoto wako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa nikaanza kushughulikia. Nilipozishinda zile roho, kila vita iliyokuwa imeinuka kwenye uzao ikafa. Kuna watu ambao hawana shida kabisa kwenye uzao kabisa, lakini wana shida kwenye kumiliki. Hawawezi wakawa na hela mwaka mzima. Jamani, mnanisikia? Kama unanisikia sema amina.
Bwana Yesu asifiwe. Nehemia anamwambia mfalme, kwa nini nisiwe na huzuni wakati mji wa baba zangu? Kwa nini nisiwe na huzuni wakati watu wa kwetu, hakuna mtu hata mmoja wa kwetu ambaye ana upenyo wa kimaisha? Tumefundishwa ya kale yameisha, watu wa Mungu. Tumeambiwa ukiokoka yote yameisha. Ni sawa, yameisha, lakini mbona maisha yale yale yaliyo na ndugu zetu ndio haya tulionayo na ya kwamba yameisha? Hatuyatolei muda wa kutosha matatizo yetu ya kimsingi ili kushughulika nayo kwenye maombi. Kwa sababu ya kale yameisha, sisi tumekuwa viumbe vipya. Lakini Biblia inasema hivi, bali wote waliompokea Kristo. Yohana 1:12 anasema wote waliompokea Kristo aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Maana yake sisi tuliompokea Kristo tunao uwezo, tunayo nguvu, tunayo mamlaka. We do have keys, tuna funguo za mbinguni. Anasema mmepewa mamlaka, mmepewa funguo. Lolote mtakalofungua litafunguliwa mbinguni na duniani. Chochote utakachofungua kwenye ulimwengu wa roho kitafunguliwa. Sasa kama wewe umepewa funguo au ufungui, nini kinakuja kwako? Funguo ulipewa za nini Yakobo? Za kuimba mapambio? Mungu anasema nimekupa funguo za kufungua kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Na chochote utakachofungua, ukifungua baraka zitakuja. Wewe unafikiria funguo tulizopewa za mamlaka kazi yake ni nini? Kama hatuna assignment ya kiroho ambayo tumepewa na Roho Mtakatifu ya kufanya na hizo funguo za kiroho. Na nakwambia funguo za kiroho ni ufahamu wa kimungu tunaopata katika Kristo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Zile funguo ndio ule ufahamu ndio funguo. Ukijua mambo unayaamuru yanatokea. Na sasa nikuambie, si kila mtu analingana na mtu mwingine katika ulimwengu wake wa kiroho. Mwingine alikuwa na vita ya uchumi kama mimi. Mimi nilikuwa na vita ya uchumi, nilikuwa na vita ya uzao, nilikuwa na vita ya kibali. Watu wa nyumbani kwetu ndio waliokuwa wamekataliwa. Kama tulimuona Gideon, si ndio? Tulimuona Gideon mlango wa 6. Waamuzi mlango wa 6. Anatoa historia kwa malaika. Anamwambia, sikiliza, bwana wangu, usinidanganye. Kwanza mimi ni wa ukoo wa Manase. Kumbuka Manase alikataliwa na nani? Na Yakobo. Wakati Yakobo anatoa baraka kwa watoto wake, alimchukua Ephraim akambariki. Kwa hiyo aliyebarikiwa ni Ephraim, sio Manase. Okay, Manase ni mtoto wa pili, alikuwa wa kwanza, lakini akanyang'anywa uzaliwa wake wa kwanza akapewa Ephraim. Kwa hiyo Manase ni uzao mdogo katika Israeli. Lakini si tu katika Israeli, na ile nyumba ya Yoashi ya baba yake na Gideon ndio walio wadogo, alafu baba yake Gideon Yoashi ndiye maskini wa wote. Ndio maana hata madhabahu ya Baali imewekwa kwao. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Ilikuwa huwezi kuwa mganga katika Israeli mahali palikuwa na sheria ngumu. Kumbuka tunazungumza ya watu wanaoitwa Wayahudi ambao kimsingi ulikuwa ukiwa ukikamatwa uchawi unauawa. Maandiko yanasema usimuache mwanamke mchawi kuishi. Kwa hiyo ilikuwa katika Israeli ukiwa mchawi ukikamatwa unauawa. Kwa hiyo ili mtu huyu aukubali uchawi lazima awe ni hoehai, useless person. Yoashi alikuwa ni useless, mtu wa ovyo ovyo. Kwa hiyo watu walikuwa wakitaka kwenda kwa waganga, wanatafuta, yani mganga ni yule mtu wa kule mwisho anaga PO box, anaga 2 wala 1. Sasa Gideon anampa historia, anampa feedback malaika. Anamwambia, sisi ni watu duni. Unaponiambia nina uwezo, ni uwezo gani? Jana kwa wale waliokuwepo niliwaambia ambao uwezo malaika aliyomwambia Gideon, nenda na uwezo wako huu, ni uwezo wa kukaa katikati ya miungu ukaikataa miungu. Halo, ni uwezo wa kukaa katikati ya mila ukasema mila itakuja kwangu, heri nife kuliko mimi nifanye mambo ya mila. Ni uwezo wa kukataa dada mkubwa, dada mdogo. Sikiliza, we ni dada wa Kichaga hapa, ni kaka wa Kichaga hapa, ndugu zako unawaheshimu. Wakipiga simu, njoo tu tuende, unajua mama mdogo alifiwa, sijui baba mdogo, sijui unajua tuna nini hivi, tuna jambo letu, unajitorosha hapa kimya kimya. Huyo ukiwa umefika kule Mamsera ndio unakumbuka ujaaga. Kama ni Rombo, kama ni kule Kibosho, ama ni kule Bukoba, ukiwa sasa umeanza kuona ziwa Victoria,
ndio unakumbuka kumbe sikuaga kule moyo, kule Arusha sijaaga. Ni unaenda Bukoba kwenu kujengea makaburi kwa mujibu na taratibu za nini? Za mizimu ya kwenu. Kwa nini? Kwa sababu unawaheshimu wale watu. Lakini nataka nikwambie, ukitaka kushinda ni lazima uwe kinyume na watu wa kwenu wote. Kuna mtu hajanielewa. Yaani ukitaka ile miungu ya kwenu usiposikia maneno ya kuambia na umeokoka, utakufa ukiwa maskini. Huo ndio utakuwa duni kwenu. Matatizo yote ya nyumbani kwa wazazi wako yatakuwa kwako, na wewe hutakuwa unahusika na mila na nini, lakini utakuwa unawakumbatia. Sasa kuna watu wako hapa, kwao ni marufuku kuona rangi ya hela. Sasa tunajuaje kwamba nini chanzo? Kwa nini watu wa kwetu hawafanikiwi? Nini chanzo? Nini chanzo? Ili kuwaje? Mimi nimekupa dodoso la kwa nini shetani alizuia uzao wa mzaliwa wa kwanza. Unataka nikupe dodoso la mzaliwa la kwa nini tulikuwa maskini? Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mnanisikia hapa kidogo? Kumbuka leo ninazungumza habari ya shetani anaiba nguvu ya ufahamu. Unaona mambo nakuelezea na kuingia kidogo, shetani anakuambia hamna, haiwezekani hayo, anaiba ile mbegu. Tutazungumza habari ya mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Simon Mchawi. Simon Mchawi kazi yake ilikuwa ni kuiba nguvu ya mafundisho. Unafundishwa mafundisho kama haya, ukienda kulala, ukiamka asubuhi, unapoenda sasa hivi ana nguvu moyoni mwako. Unaanza kuyafanyia kazi. Unaangalia na namba za baba zako wadogo na nani, baba alishakufa au babu alishakufa, wanaokupigiaga simu. Yaani wakitoka huko Dar es Salaam wakati wanaenda kule Sanya Juu kufanya matambiko, wa kwanza anakukumbuka wewe. Sasa unajua mtoto wangu Bwana asifiwe. Wanaanza kabisa, Bwana Yesu Kristo atukuzwe, asifiwe. Unasema amina, asifiwe sana. Maana unajua ni mlokole. Ndio mdogo wangu. Unajua mimi unaniombeaga kweli? Sasa ndio dada nakuombea. Kwa kweli wewe mdogo wangu wewe bwana, mimi sisi huku kwetu nakuita mchungaji. Yaani tangu umeomba maombi, kumbe saa hizo anaendelea kuendesha gari tu. Anapita wapi? Anaendelea kwenda. Ndio dada yangu, yaani sasa unajua ile nyumba ya bibi pale hajafanywa usafi sana na kutumia hela kwenye mpesa yako, inapokea 10,000, inapokea sadaka. Hela wewe nenda kule nyumbani, chukua vijana pale na nini mfanye usafi pale. Anakuja hapo. Na anakuja na mganga. Kwa sababu ni maskini na uwaga unatii amri. Shoto, kulia, geuka, unageuka. Kidogo tu, dada mimi na kazi nyingi, unajua lazima nimwage mchungaji nini na nini. Wakati unasema una kazi nyingi, unaona muamala umesema che kalaki tu. Unakaangalia pepo zinakwambia mna nenda. Ukienda ni msoto wa miaka 5 tena. Tunazungumza pepo zinazoiba maarifa. Na hazitumii watu wengine, zinatumia watu wa kwenu. Haziwezi kutumia. Sikiliza, hawa pepo wa kifamilia hawafanyi kazi, wanafanyaga kazi na cha kwanza na damu. Manake the same blood people of you. Wanafanya kazi watu wenye damu moja na wewe. Jambo la pili, wanafanya kazi na nini? Waga zinafanya kazi na damu, watu wenye damu moja na wewe, related people with you. Hao ndio wanaweza kukushawishi wakakuingiza kwenye vifungo vile vile. Nilikuwa na dada yangu mmoja. Kwa nini nawataja sana Warombo? Ni kwa sababu mimi na Warombo tuko karibu sana. Na kule kwetu Marangu na Rombo watu wanapenda sana matambiko. Kuna dada yangu mmoja alikuwa anatoka Rombo. Nimeenda kufundisha kanisa moja la Pentekoste la Pefa. Na nilikuwa nafundisha mambo haya. Nimemkuta dada pale ana mwaka wa 3.5, hawezi kuhema vizuri. Ameugua, alikuwa ameolewa na Msukuma. Dada wa watu Mrombo, unafahamu Wachaga wa Rombo wanajuaga kuwa weupe kama Wambulu. Mdada mrembo, mweupe kama mtu wa Babati. Msukuma akaoa, akazaa hapo katoto kamoja. Dada wa watu yuko hapa anaabudu kanisa.
Msukuma hajaokoka, yeye dada ameokoka. Akapigiwa simu, mdogo wangu mchungaji, unajua bibi alikufa, hatujawahi kwenda hata pale tukakutana tukafanya hivi na hivi. Asema mimi hayo mambo sishiriki. Sasa sikiliza, hatuendi kufanya chochote kibaya, tunaenda kufanya tu sherehe pale nyumbani, tufanye usafi. Kwani huko kwenu kanisani hamnaga makaburi, hamjengei? Akamwambia dada yangu, wallahi hatufanyi chochote. Kwanza sikia dada, na nasikia mdogo wangu, wewe ndio utakuja kufanya maombi, leta na watumishi wako. Sasa hapa Yakobo, wewe utaniita kwanza. Yakobo si mrombo pia, utanichukua hapa unipeleke kule Rombo, mimi nikafanye ibada kwenye makaburi ya babu yako, nitaenda. Pepo zinakuambia sasa hapa unafanyaje? Chukua Edgar. Unampa Edgar kwanza bajaji, anapiga raundi, anapata wenge. Ukimwambia kuna safari hivi, ameshashika channel kabisa. Tukiwatafuta mtumishi, tumeenda mwisho kidogo, tunaenda kwa mambo ya familia, itakaa vizuri. Sikiliza, kuna pepo unaamka unaziona, unazisalimia shikamoo na unaziacha hapo. Si kila mashetani ya kwenu yanakuhusu. Naomba kurudia, sema amina kama unanielewa. Si kila mashetani ya kwenu yanakuhusu. Kuna pepo wengine kwenu huna uwezo nao. Kuna mashetani na miungu ya kwenu huna uwezo nao. Kule Kilema, Moshi Kilema, watu wakifa waga wanazikwa. Anakaa pale kaburini mwaka wa kwanza, mwaka wa pili wazee wanafukua kaburi, wanamkata kichwa maiti, wanatoa kichwa, wanaweka kwenye chungu, alafu akiweka kwenye chungu wanaweka uvunguni. Nikaenda nyumba moja mahali panaitwa Masaleni hivi, wameweka hapo vichwa vya wazee kama 10 na kitu, na ndio madhabahu zao. Wakiwa na kunywa mbege zao hawawezi kuchukua. Yaani wakishatisha pombe ile mokto likishafika hapa, ile kata ya kwanza kupigwa pale inapelekwa kumwagiwa Masale. Ng'ombe akichinjwa, dume la ng'ombe limeanguka chini, cha kwanza damu ikichukuliwa inapelekwa pale. Wakichukua utumbo wa ng'ombe wa ndani, wakikamua yale mavi ya utumbo, wanachukua pale, wanapeleka pale. Wakichoma nyama ikimalizika, wanakata nyama ya kwanza, wanaweka nyama ya pili, wanaweka nyama ya tatu, wanachukua utumbo, mawashiwashi, maini, wanaweka pamoja, wanaenda kumwaga Masaleni. Alafu wewe umezaliwa tu juzi hapo na ulokole wako hapa wa Savina Radio, mimi naenda kukunja, utakuwa mwenda wazimu. Umekuja hapa kwa mbando, umeombea, umefundishwa kuvunja miungu, unafunga safari hapa. Eti naenda kule Rombo kuvunja nini? Nikisema niliona miungu. Kuna mashetani yako, unaamka unayasalimia kabisa, shikamooni wahenga, alafu unaendelea na maisha yako. Wala usiwahi kujataja kwenye maisha yako. Kuna aina ya pepo na mizimu, ukianza kuomba kinyume chake una mute, unakata kauli. Anyway, sasa huyu dada akachukua na mwenzake hapo, akaenda Rombo. Sherehe ikafanyika kubwa, alafu akaitwa yeye mwenyewe kufanya nini? Kuombea chakula. Yaani watu wote wamesema, jamani, ndio tuna dada yetu Magdalena, sasa Mashirima asimame. Akaanza, Baba kwa jina la Yesu nini, akaombea chakula, akamaliza, watu wakala. Padri na yeye akaja akabariki chakula na pombe, watu wakapiga pombe za kutosha, sherehe ya kutosha, wanaadhimisha. Hawa ni wajukuu wa mzee Matarimo. Ikaisha pale, wakarudi kwao. Dada anasema hivi, siku hiyo alilala Rombo. Usiku akasikia darini kwenye sinbod ya nyumba ya kaka yake nzuri, anasikia huko wazee. Akaamka akakemea kwa jina la Yesu. Wakahama darini, wakahamia tumboni. Anasema, baba, hakuja kucha, niko ndani ya Noa, naenda Moshi. Fika Moshi ni straight wapi? Kanisani. Kufika kanisani ni kuanguka madhabahuni, maombi ya siku ngapi? Siku 3. Mizimu inaondoka. Pepo zilizoingia ndani yako kwa halali zinakuachaje? Aliugua miaka 3.5 ndio tunakutana. Na ndio ninafundisha mafundisho kama haya. Aliugua mpaka ule kaka wa Kisukuma akamtibu, akamwambia, mimi huwezi kunifilisi. Akamkimbia, maana alikuwa hajaokoka. Dada akabaki na katoto kake. Nimekuta katoto kameshafika darasa la 3. Ukimshika ni kama karatasi. Watu wote wanasema ana ukimwi, na ana dalili zote za ukimwi.
anakohoa kama mgonjwa wa ukimwi, amepimwa TB hana, anaarisha kama mgonjwa wa ukimwi, amepimwa ukimwi hana. Nikiwa nafundisha hivi nikasema siombei mtu mpaka siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili nilipoanza kuomba, yule dada alikuja mbele. Fikiria mimi simjui. Kwa ninaomba, nimefundisha watu waliokula manyama, waliofanya hivi. Nikaanza kumuombea, akaletwa mbele hapa. Kusema kwa jina la Yesu akaanza. Nikaona kwenye mapafu yake, unafahamu popo? Unajua popo wanavyoning'inia kwenye mti? Nikaona nyama kama ziko buchani mbichi ziko kwenye mapafu yake. Nyama mbichi. Kusema nakamua mapafu. Nyama alizokula miaka 3.5 zikiwa zimeiva, alizitapika zikiwa mbichi hapa. Alitapika nyama mbichi. Nyumba ikanuka. Nilikosa mtu, wazee wa kanisa na wachungaji niliwaona madhabahuni tu. Maana walimuombea dada mpaka wakataka kukimbia. Haponi. Anaombewa siku nyingine ananyamaza kimya wiki. Usifanye mchezo na mizimu wewe. Wamama wakakimbia nje, wakaleta mchanga, wakamwagia nyama. Nilipoombea nikakamua mapafu mpaka damu zikatoka. Kwa jina la Yesu akaanguka chini. Nilikuwa nimeenda kwenye hiyo semina na binti yangu Violet, akiwa darasa kama la 5 au la 6. Yule dada, sikia, ukijua maarifa ninayokupa ni kweli na akili yako ikakaa hapo, mizimu haikai. Narudia, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia naye kuambia haya yakakuingia moyoni na ukajua chanzo cha matatizo yako ni association, ni ushirika wako ama wenu wa wazazi wenu na mizimu na mitambiko na mila na mapokeo na uchawi na uganga wa wazazi na watu ulikotoka, ukaujua, ufahamu ukakuingia, ukajua mimi Edward Kimolo nina matatizo yanayotokana na mizimu, na ukakataa kuondoka hapo, ukabakia hapo, ukaombea hapo, ukafungia hapo, ukakemea hapo, ukashinda hapo, kila ukiinua macho unaona hapo, ukapapiga sawa sawa, mizimu haikai. Something will start to happen. Kitu fulani kitaanza kutokea kwenye maisha yako. Lakini shetani anadivert maarifa. Anakuambia Edward Kimolo, shida sio mizimu, ulishaokoka, ya kale yameisha. Shida ni hali ya hewa, Irani wanapigana na Marekani. Sasa wakati Irani wanapigana na Marekani hali si mbaya sana. Unashangaa, unatafuta, tunakushangaa na redio, unatafuta BBC. Vile makombora alivyopigwa kwenye ule ukanda wa mkondo wa mto wa bahari wa Hormuz. Unashughulika na Iran, unashughulika na mkondo wa Hormuz. Unasema hapana, ni CCM. Hii CCM na Mama Samia ndio wanaleta matatizo, na wewe unakuwa tunakukuta ni mwanaharakati. Nasikia wale wote waliokufa kwenye wanaharakati walipelekwa na mizimu. Inakuamsha nyumbani kwako, inakuambia Edgar Mutalemwa, wewe sikiliza, adui yako sio shetani wala sio mizimu, adui yako ni CCM na polisi. Unaona polisi anabunduki kabisa, unachukua jiwe, anayekutuma si akili yako, ni mizimu. Sijui kama nawaeleza kitu, shauri yenu kama mshiki. Mtu mwenye akili yake timamu hawezi kuona wale ni wanajeshi alafu anabeba jiwe anarusha, hawezi. Lazima amelogwa, ufahamu wake umekuwa reversed, amelogwa. Anapigwa bomu anaendelea kwenda, anapigwa risasi anaendelea kwenda, anasema niue. Hivi ukisha kufa yale unayoyatetea nani atayarisi? Wale wote waliokufa waliandikiwa kufa. Biblia inasema tuwakomboe wale walioandikiwa nini? Kufa. Na wewe ulio kwenye familia ya kwenu ambayo umeiasi miungu ya baba yako, umeasi mapokeo ya kwao, umeasi kila kitu cha kwao, wewe katika ulimwengu wa roho mashetani yamekuandikia kufa. Yanasema tafuta mtu huyu mpaka mumuue. Kwa nini? Ametuasi huyu, ametukataa, ameenda kwa Yesu.
Alafu wewe huko kwa Yesu amekupa funguo hautumii, amekupa mamlaka hautumii. Sijui tulipewa mamlaka ya nini sisi wapendwa? Tulipewa nguvu ya nini sisi watumishi wa Bwana? Tulipewa funguo, tulipewa maneno na mamlaka na maagizo na Bwana tufunge na kufungua. Ya nini kama hakuna tunachoshindana nacho? Biblia inasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa namna ya mwilini. Kwa nini? Tuna funguo na tuna uwezo katika Mungu. Maana silaha za vita vyetu zina nguvu katika Bwana, tukiangusha ngome na mawazo na kila elimu ijiinuaye kinyume cha elimu ya Mungu. Haleluya. Tumepakwa mafuta na Bwana. Falme zinazotawala familia zako, falme zinazotawala taifa, falme zinazotawala maisha yako, mamlaka inayotawala mwenendo wako na tabia yako, na mwenendo wa ndoa, mwenendo wa kiuchumi, mwenendo wa kimapato, nini na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hao ndio tumepewa mamlaka. Sasa wewe umepewa funguo za nini? Umepewa mamlaka ya nini kama haudili nao? Unasubiri uombewe tu na mtume Mbando, unasubiri uombewe. Sasa shetani akikuibia hiyo akili, aidha kwa kudanganywa na mhubiri au kwa kudanganywa mwenyewe tu na mlango wa bahari wa Hormuz, ukaambiwa ni Irani na Marekani, ni hii CCM, unafikiri Chadema wakiwa watawala ama kafu akiongoza nchi ndio maisha yataendelea. Umedanganyika. Umedanganyika. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mwana mapinduzi sana, yaani mtu mwenye akili nyingi, akaenda mpaka chuo kikuu. Alipofika chuo kikuu, kilichompeleka kusoma hasomi, kazi yake ni kupinga serikali. Amepinga serikali mpaka akafukuzwa chuo kikuu. Miaka hiyo ni mtu mzima, kwangu anaweza hata kanizidi, ni miaka hiyo wakisoma wasomi. Ilikuwa Tanzania watu wenye degree labda 200 kila mwaka wana graduate labda watu 60, 70, 100. Alikuwa miongoni mwao. Miungu imempeleka pale, hasomi, ni kupambana serikali. Akafukuzwa. Alipofukuzwa akaja mtaani anaendeleza zile kampeni, na akiendeleza kampeni aachi pombe. Ni Muiraki. Unafahamu Wairaki wakiwa wanakunywa pombe wewe? Wairaki wa Mbulu wanaume, sio wanawake, wanaume. Mwanamke akinywaga pombe Mbulu anakuwa mlevi mbwa kabisa. Lakini wa Mbulu wenyewe yani wakiwa ni walevi, ile mizimu ya kwao ya roho ya pombe ikimkamata mwanamume wa Iraki hutamhurumia. Yule baba kalewa, juzi nasikia amefariki. Tumekutana naye tu pale juzi Florida, anaenda unamkuta amevaa koti la suti, huku ndani amevaa jinsi na amevaa raba. Yaani unamkuta mtu amevaa shaka la bagala, unashinda kujua. Ukuta mtu amevaa malapa, alafu anaenda kanisani. Halo. Zimeruka. Lakini huyu jamaa tulikuwa tukikaa naye mezani, anatoa mada mpaka unatamani akili yake. Lakini mizimu, miungu imekataa asisome na asitumie akili yake kufanya maisha. Sasa amekufa. Hizo kampeni na harakati alikuwa anafanya, nani anachukua? Hata huko hapo na mawazo ya kiwanaharakati. Na mawazo ya kiwanaharakati huko hapa tu. Sisemi wewe usiwe Chadema au CCM, sisemi. Kuwa na chama cha siasa ni hiari yako. Lakini umejaa wanaharakati tu. Wewe kila kitu unapinga. Yaani ukisikia rais unapinga kabisa, unatukana mpaka na matusi. Lakini unaogopa kuandika tu kwenye mtandao, maana unajua ukiandika utakamatwa. Utapewa kibano sawa sawa, utafinywa. Unaandika tu. Sikia nikueleze, ukiwa na mentality ya kiwanaharakati, ukaacha kuishi kwenye reality, sikia, anayeweza kukomboa taifa hili ni Mungu, ukidumu kwenye maombi. Nataka kusikia amina yenye afya. Nataka kusikia amina kwako. Na kufundisha kama mtumishi wa Bwana, sio mwanasiasa hapa. Mungu aliponifundisha hichi kitu niliacha. Yaani rais anayetawala nchi hii, hata kama umpendi, lazimisha kumpenda. Kwa nini? Kwa sababu fedha zote, mali yote ya Tanzania, yaani sisi hapa kwa mujibu wa sheria ya ulimwengu wa roho, sisi wa Tanzania ni mali ya mheshimiwa mmoja, mwanamke kabisa anayevaga gauni, anaitwa Samia. Huo unakubali? Ero. Inaweza kuwa ngumu sana hii kwa mwanamume wa Kimasai. Lakini huo ndio ukweli. Sisi, Biblia inasema fahari ya mfalme ni wingi wa watu wake. Sisi ni watu wa nani? Wa mfalme. Biblia inasema mtiini Mungu, mheshimuni mfalme mpate kuishi. Yaani kimsingi katika ulimwengu wa roho, sisi watawala wanaotawala nchi, they own us, wanatumiliki. Kwa maana hiyo kila kilichoko Tanzania kiko chini ya rais.
Hapa Tanzania hamna mahali rais hana access kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Rais akimtaka mtu yeyote hapa anachukua. Uwe tajiri mkubwa kuliko uwe mengi, uwe modeuji sijui nani, huko chini ya serikali huwezi kupiga. Sikiliza, Mungu akitaka kuibadilisha serikali kesho akamfanya huyo Lissu naye mtaka kuwa rais, atamfanya. Na inawezekana hata huyo Lissu asiwe. Kuna mtu alikuwa anaitwa Raila kule Kenya, alikuwa anatisha. Alikuwa akisema nchi iandamane mpaka siafu wanainuka wanaandamana. Alikufa akawa hajawa rais wa Kenya. Si mnajua? Anayesema nani awe rais kwenye taifa sio mtu mwenyewe, sio wagombea, sio chama. Anayeweka watawala huaga ni Mungu. Jamani, mnanisikia vizuri? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni kanuni ya ulimwengu wa roho. Anaweka kwa uradhi wake mwenyewe, kama vile alivyoamua kuweka pua mbele yako. Kwa nini asingeweka pua hapa mgongoni ukaona unapumua huko mgongoni kama gari? Kwani wewe sasa hivi mwalimu ungeumbwa alafu Mungu akaamua kuweka pua yako hapa mgongoni hapa, ungekuwa unavaa shati unaifunika? Kwani una maamuzi ya kuumbwa kwako? Jamani, una maamuzi ya kuumbwa kwako? Unaonaje Meshaki, Mungu angekuwa amekuumba na macho mawili, alafu kule nyuma kwenye kisogo anaweka jicho moja, alafu ukiwa unaangalia mbele ili jicho la nyuma linafunga. Ukitaka kuangalia watu wa nyuma huna haja kugeuka, unalifungua tu chap, unaangalia watu. Hivi mbona muone hiari ya Mungu? Mnaona hiari ya Mungu Nikisema kwenye jambo kama hili unaona limekuwa very funny. Lakini vile Mungu alivyofanya maamuzi yake, asema hapana, uwe na macho mawili tu, ndivyo alivyoweka maamuzi yake Samia awe rais wa Tanzania. Amen. Sema amina yenye afya. Kwa hiyo unapoombea uchumi wako, unaombea uchumi mahali unakaa, unajipatanisha na pesa ya Tanzania ambayo iko kwenye utawala. Leo hii Rais Samia akiamua hela ya Tanzania ishuke thamani, anashusha. Akiamua leo hii dola ya Marekani, yeye mwenyewe leo hii rais anaweza kaamua hela ya Tanzania ipande thamani. Anaamua anachukua dhahabu yote anaweka, anatoa badala ya 10,000 anaifanya kuwa shilingi 100, ndio inakuwa ya nguvu. Kule Kongo alikuwa na hela mpaka inafika 200,000, milioni 10,000. Rais alipoingia Kabila akaitoa yote, akasema itakuwa shilingi 1. Noti 10,000 anaita shilingi 1. Ni kitu kiko kwenye maamuzi ya rais. Sijui wewe unafikiri nini? Mimi sijui. Huna haja ya kuwa na uadui wa rohoni na mtawala anayekutawala. Ni sawa na ukaa nyumbani kwa baba yako alafu una uadui na baba yako, alafu unategemea utafanikiwa. Yaani wewe unakaa nyumbani kwa baba yako alafu unamchukia baba yako. Wewe unakaa na mume na mke alafu unamchukia mke. Yaani Edward, wewe huna budi kumpenda mkeo na mkeo hana budi kukutii, kwa sababu bila hivyo maisha hayaendi. Vurugu hazitaisha na baraka haziji. Mnanielewa? Kinachotawala maisha yetu sio namna tunavyotaka, bali ni mfumo ulio katika ulimwengu wa roho ambao unamiliki na kutawala akili na maarifa. Jina la Bwana libarikiwe. Kama kuna mtu ameelewa aseme amina. Naomba nikupe ufunuo. Wangapi wanataka kujua? Nataka kuona kama unataka kujua. Yesu asifiwe sana. Okay. Nikaanza kuomba. Hapo watoto wameshazaliwa, maisha yameanza kwenda. Nikaanza kuomba. Sasa unanisikia? Naombea uchumi, maisha yale yale hayabadiliki. Nina imani kubwa hakuna unachofanya kinaenda. Nilipoomba nikadumu kwenye toba na rehema. Roho Mtakatifu akanifunulia siku moja, kwenu nikifungua kitabu cha kwangu, Mungu ananiambia nikifungua kitabu cha mbinguni cha sadaka, sioni sadaka yenye maana. Naona vitu vya kijinga tu. Lakini nikifungua kitabu cha sadaka cha miungu, naona ng'ombe, naona mbuzi, naona vitu vya thamani. Wangapi mnakubali hapa mlipo nyie? Baba zenu, kama sio baba zenu, babu zenu, babu wa babu zenu na bibi zenu walitoa ng'ombe na mashamba na watoto wao kwa miungu. Tunakubaliana? Sasa Roho Mtakatifu ananiambia nikifungua kitabu cha miungu ya kwenu, ninaona miungu ina sadaka mpaka za watu. Lakini nikifungua kitabu cha sioni hata mjane aliyesaidiwa na mtu wa kwenu. Ndio nikajua uwaga sadaka, kila kitu anachokitoa mtu kwa nia njema kwa ajili ya kumsaidia mwingine amempa Mungu.
Majuzi hapa nilipokuwa nanunua ile gari niliwapa ushuhuda juu ya kulipa kodi. Mungu aliponisemesha juu ya lipa kodi, serikali inahitaji pesa. Ukilipa milioni 20, hizo milioni 20 zikienda serikali zitalipa walimu 40 mshahara mwezi huu. Kwa haikuwa kazi ngumu kwa mimi kuelewa, maana Mungu alishanifundisha tangu zamani ujanani kwamba ukienda ukatoa kodi, ukalipa kodi, umempa Mungu. Acha wanaoiba, ukichukua sadaka ukampa mtumishi wa Mungu, umempa Mungu. Ukichukua sadaka ukampa mhitaji, umempa Mungu. Biblia inasema mlipowatendea wadogo hawa mlinitendea nani? Mimi. Kwa Mungu akasema hata nikiangalia mjane aliyesaidiwa na baba yako na babu yako sioni. Zaidi sana naona babu yako akiwa amezulumu, baba yako akiwa ameua watu na kunyang'anya mali, bibi yako akiwa ameloga akanyang'anya hiki. Sioni hata mmoja aliye wa kwenu mwenye moyo wa kutoa. Ndio maana wewe ni mchoyo. Yaani jambo linalohusu Mungu ukitoa linakuuma mpaka unahama, unatamani uhame Moria. Yaani mchango ukitangazwa, yaani unapata kichefuchefu cha tumbo. Sio wewe, ni miungu ya kwenu haitaki kutoa sadaka. Nikamwambia kwa hiyo Bwana, nilikuwa na mbuzi. Sijui kama Bright unakumbuka tukimpelekea yule mchungaji mbuzi. Unakumbuka? Unakumbuka hicho kitu ulikuwa mdogo? Nikachukua mbuzi, beberu ndio alikuwa kitu cha thamani kwenye maisha yangu. Nikachukua beberu, nikamswaga, nikampeleka kwa mchungaji aliyekuwa kwenye ile territory, lile eneo la kwetu. Nilipoifikisha ile mbuzi kwa yule mchungaji alilia. Maana pale Moshi wanamdharau, anaendaga kuhubiri vilabuni, wa mama wakishalewa pombe wanachukua machicha wanatemea makozi alafu wanamwagia. Mpaka alikufa kwa mfadhaiko ule baba. Nikamwambia baba, ngakwe ndiye ndafu, nimekuletea ndafu baba yangu. Wewe ni baba yangu wa kiroho, unibariki. Mungu amesema na mimi nimtafute kuhani wa kweli wa Mungu nimpe sadaka. Nikampa ile beberu. Sijui roho gani ilikuwa inaniongoza. Fikiria. Nilikuwa mimi kijijini. Yaani nimechukua mbuzi. Fikiri naishi Arusha. Alafu natoka hapa naenda Karatu. Kwenye kijiji ambacho hakina mchungaji wa kanisa letu. Alafu Mungu ananiambia chukua huyu sadaka, peleka. Nikamaliza. Nikarudi. Nilipokaa mama yangu akaokoka. Wakapiga vita kijiji kizima, kanisa la kiroho lisijengwe kule. Mimi nikaenda nikachukua shamba la urithi niliopewa na babu yangu, nikalikata katikati, nikalitoa kwa kanisa, kwa mtumishi huko, sio mchungaji wangu, mchungaji huko. Nikamwambia jenga kanisa. Nilipokwenda nikachukua maji na mafuta, ninamwaga juu ya ile shamba na kuilaani miungu na matambiko yote. Tuko na yule mchungaji, tuko shambani, migomba para. Migomba, nikasikia kwenye migomba kwenye makocha para. Sauti inaniambia kwa kuwa haukunizuilia urithi wako. Ndio kitu cha thamani kwenye maisha yangu nilichokuwa nacho kuliko vitu vyote duniani. Nilikuwa sina chochote zaidi ya shamba la urithi la babu niliyepewa. Huku mjini kwa sina chochote zaidi ya chumba cha kupanga. Naishi pale na watoto. Wengine wanaenda kulala kanisani na kanisa lenyewe la mabati. Kwa hiyo nikachukua ile shamba, nikakata, nikatoa sadaka. Sauti kaniambia kwa kuwa haukunizuilia, mimi nitakupa, sio nitakubariki. Mimi Mungu nitakupa urithi wangu. Si umenipa urithi wako? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wewe sasa hivi unaweza ukaamka ukaenda ukatoa kabati ulilonalo, lakini kuna kaploti hivi. Kitu gani cha thamani ulichonacho kwenye maisha yako? Unaweza ukatoa ile nyumba unayeka mzee Chonjo. Ile mimi najua kama una kiwanja kingine hujaniambia, lakini najua una nyumba pale. Unaweza ukaamka ukaenda ukauza ile nyumba ukaleta hela kanisani. Ukoo ulirindima, kikao cha ukoo kilirindima. Baba yangu akapiga ukunga, tutakufa njaa, ametoa mali yote kwa kanisa. Ukoo ukaja, mchungaji wa dini akaja hapo, wakakaa kikao, wakasema ni mali ya ukoo, huna mamlaka nayo. Nikasema kajengeni baa pale. Hiyo kesi ilienda, haikuishi hapo, mpaka mkuu wa wilaya ya Moshi vijijini, Muislamu, ndiye aliyekuja kumaliza ile kesi. Maana wale waliowapa kanisa walikuwa wakienda kujenga kanisa, watu wa ukoo wanakuja wanabomoa na sio la kwao.
Mungu akaniambia nitakupa urithi. Ngoja nikwambie. Yaani mimi mtu yeyote nikimuona, hata wewe hapo ulipo ukiniangalia unapenda kunipa hela. Wewe mwenyewe wangapi unasema siku nikipata hela nzuri lazima nimbariki bishop? Uko hapa. Sio kwamba moyoni mwako kuna karo, kuna kasauti kana kuonyesha baba ni mtu wa kumpa kitu mpaka afurahi. Yuko hapa. Fanya mkono namna hii. Hivi unajua hakitokani na wewe, kinatokana na mimi. Anayepewa kitu hakitokani na anayempa, kinatokana na yeye mwenyewe. Ukiona watu hawakupi kitu, acha kuwalalamikia. Tatizo sio wao, ni wewe. Usilalamikie watu hawanipi. Unalalamika. Nilikuwa na baba mmoja akaniambia, namuita Sosongweso. Akaniambia bwana, nikamuuliza, ni mtu wa utalii. Nikamuuliza baba mnaendeleaje? Sema sasa salama. Anachukua wageni wa Faransa. Nikamwambia nasikia Wafaransa ni wabaili sana. Akaniambia baba mchungaji, chonde. Hawa wanaolalamikia Wafaransa ni wabaili, wao waga wanawapa kina nani ili Wafaransa wawape wao? Akasema mimi kila sikukuu, sherehe yoyote, ninawaita watoto wa watu majirani maskini na wanunulia nguo na watengenezea. Watoto wote wasio na uwezo, wajane, watoto wale ambao hawezi kwenda shule zikifunguliwa, nachukua watoto wawili watatu, namwambia mama yake, mama huyu nipi ni wa kwangu. Namnunulia uniform, namnunulia mahindi na maharage, anaenda shuleni. Anasema Wafaransa wakija wakiniona wanachanganyikiwa. Mfaransa ananipa faranga zile euro mpaka anashindwa kujua alinipa 100 ama ni 10. Baadaye yani anampa, anachanganyikiwa. Anasema tatizo sio wewe, sio Wafaransa, tatizo ni wewe. Una lango linalopitisha baraka. Yani kuna mtu unakuja kabisa unapanga kumpa kitu, unamkaribia kabisa, ndio huyu ni Meshaki sasa. Yani ukiingiza tu mkono mfukoni hivi unasikia achana naye. Alafu lishakuja na noti 2 za 10,000, unashangaa ulishaambia nataka nikupe hata nauli, unaanza kutafuta 1000 na ulikuwa umepanga kumpa 20,000. Ukimuona tu mawazo yanabadilika. Mnanikubalia? Tatizo ni lango la kupitisha baraka kwenye maisha ya huyu mtu. Lakini kuna mtu ukimuona, ulikuwa unataka kumpa laki, ukimuona unasikia haisezi ingekuwa 2. Unampa, mchungaji nimekupa hela ya soda 10,000, unalalamika mwenye jamani, yani ni kidogo sana mchungaji. Ambia hamna shida, hapana jamani. Yani unatamani kumpa nyingi. Kwa nini? Lango la baraka la maisha yake ni kubwa. Halipaswi kupitisha 5,000, linapaswa kupitisha malaki. Na mimi nakutamkia kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu, napanua malango ya kuta zako. Napanua malango yako kwa jina la Bwana. Malango yako ya baraka yapanuke. Kwa jina la Yesu yapanuke. Kwa jina la Yesu yapanuke. Kwa jina la Yesu yapanuke. Bwana akaniambia sijaona sadaka. Nikawaza, nikatoa shamba. Nimeanza kuwa na magari, nimekaa naomba Mungu anipe hela ya gari, nikakusanya pesa. Yaani uliwahi kutaka kitu kikubwa Edward, unataka kununua kama ploti, nikakusanya pesa za kwenda kutoa sadaka. Yaani kama vile nanunua ploti. Ile hela nilitoa, ningekuja nayo mjini hapa miaka ile, ningenunua kiwanja cha 20 kwa 40 hapa kwa Morombo. Nikapeleka kwa mtumishi wa Mungu Dar es Salaam. Sadaka, bahasha, nikampa. Jamani Bwana asifiwe sana. Sasa nikamuuliza Bwana, imetosha? Akaniambia bado kuna kazi ya kufanya. Tunza wazazi. Tunza wazazi wako. Tunza wazazi wako. Wazazi waliokuwa wamebakia nikaanza nao. Mungu akanipeleka kwa mtu mmoja mzee. Akaniambia hivi, wewe mtumishi unaombaga, uliwahi kuvunja laana iliyoko hapo kwenu? Nikamwambia, laana gani jamani babu? Lazima sikiliza. Huyo bibi yako, huyo bibi alifanya kitu cha balaa sana. Kitu gani alifanya? Akiwa msichana mdogo alikosana na mama mmoja wa kwao. Akiwa binti mdogo ndio amebalee tu, ndio amevunja ungo, anaota matiti. Zile hasira, unafahamu hasira za kuvunja ungo za usichanani.
akagombana naye. Yule bibi yako akachukua shami. Sasa watu wa kule kijijini wanajua, kama dada Jonaisi anajua. Akachukua mundu lile shami, akatoka kule juu akaenda kule Nuka. Kule Moshi kuna mahali tunakaaga, kuna migomba, alafu tuna mashamba ya mazao ya mahindi. Akateremka akaenda kule shambani, akaenda kwenye shamba la yule mama, akafyekea mahindi heka 5 yote. Akafyekea yale mahindi, yalikuwa ndio yanatoa mbelewele na ya kubeba, yanaanza kubeba na kutoa mbelewele. Akafyeka shamba zima. Asubuhi alienda usiku, akafyeka mpaka kuna kucha. Asubuhi watu wanaamka, wanaona shamba zima mahindi yote yako chini. Ni tukio la kutisha. Kata nzima, tarafa nzima, ukunga ukapigwa. Unafahamu yale mabaragumu, unajua? Yakapigwa. Watu wakateremka. Tafuta na wewe, nani amefanya kitendo hiki kibaya? Kwa jamii ya Wachaga, ukiukata mgomba nginda wakati inazaa ni laana. Ukiukata mmea wakati unazaa ni laana. Ukimchinja ng'ombe unajua na mimba ni laana. Kijiji kizima kikashikana mikono kikamlaani, na kikasema hivi, lazima tumjue. Tutamjuaje? Atapata kidonda ndugu kisichopona. Maisha yakaisha. Bibi alikuwa ni msichana mrembo, mwerevu. Baba yake alikuwa ni watu matajiri, kina Mosha, unafahamu wewe, ni wale kina Mosha matajiri. Ghafla bibi akapatwa na kidonda ndugu kwenye mguu mpaka ukapinda ukaja hivi. Ndio watu wakaanza kuimba tambo, linaitwa kidonda ndugu, linaitwa tambo. Wakaanza kumuimba, wakajua. Na hiyo ni baada ya miaka mingi, maana kidonda kinaenda, bibi anafunika, mguu unaendelea kujipinda. Sasa alipokuwa hivyo, ni mdada, hawezi kuolewa. Babu yangu alikuwa ni yatima, alifiwa na baba na mama yake. Baba yake akakimbia akamwacha, akaenda umasaini akakaa. Babu alipokuwa hana mtu wa kumlipia mahari, na ili aoe vizuri, ikabidi akaoe msichana aliye na laana. Kwa hiyo wale wakakutana tu, wakachukuana. Unajua zamani ulikuwa huwezi kuoa binti wa mtu bila kupewa, si ndio? Mnanisikia wana wa Mungu, mnanielewa? Ilikuwa wadada wote wanakaa nyumbani, kulikuwa hamna kijiweni. Kwa hiyo babu akakutana na huyu bibi, tayari ni mdada aliyekaa miaka ya kupitiliza, na ni mlemavu, ana kidonda ndugu na ni cha laana. Kwa hiyo babu akamwambia, nimekupenda. Wakaoana, akamchukua akamleta nyumbani, hakuna cha mahari, hakuna cha nini. Yaani mimi nikiwa hivi nilikuwa nalipa mahari ya bibi na babu. Mungu alipoanza kunifundisha kulipa, kwa hiyo nikachukua, bibi akachukuliwa akaletwa. Babu kwa kuwa alikuwa pale ni yatima, amefiwa, alikuwa anakaa na babu yake na bibi yake wakafa. Baba yake amekimbilia Masaini. Walipozaa kitoto cha kwanza, kitoto cha pili, baba yake babu kule Masaini akazeeka sana, hawezi tena kuwa mchungi, inabidi arudi wapi? Nyumbani. Anarudi nyumbani, anakuta kijana wake huyu ameoa mwanamke mwenye laana. Bibi alikuwa ni kichefuchefu, anatukana mtaa mzima. Alimtesa baba mkwe, alikuwa anapika chakula anamnyima, anaambia kula mavi yako, baba yake na mama na mume wako. Yule babu akafa, akamlaani bibi. Mzee ananiuliza, "Lalule, ulisha tubu ile laana iko pale kwenu au uliacha tu?" Huyo bibi alileta laana hapo, ndio unaona watoto wanakuwa ficha. Ni babu ameamua kunifunulia moyo, na mimi sikuwa najua hivi vitu. Wewe unafikiri bibi ataniambia? Unafikiri babu yangu ataniambia maneno kwamba sisi kwetu tuna laana? Baada ya maombi ya toba na rehema, Mungu, ni nini kinashika hii nyumba? Kwani hatutoki, uchumi hauendi popote? Mungu akaniambia, tatizo ni huyu, na laana ilikuwa hivi. Ilikuwa rahisi sana. Hebu sema rahisi sana. Hebu sema rahisi sana. Sema rahisi sana. Niliamka, nikaenda kwenye maombi, nikaanza kuvunja, nikatubia,
mpaka nikapata amani kwamba Mungu ametusamehe ile dhambi. Na Mungu akatoa assignment na akanifundisha lea. Nikamlea babu yangu mpaka akafa. Nikamlea huyo bibi mwenye laana, huyo bibi nilimlea. Ule bibi alikaa kwenye nyumba ya baba, akafukuzwa, akapigwa, akaondoka. Mimi nikaja, nilikuwa ninapotaka kumuoa mke wangu Rose, nilikuwa nimenunua mabati 28 ili nijenge nyumba niweze kukaa. Nikachukua ile mabati, nikasema sijengi tena. Nikaenda nikakata miti, nikachukua mabati 7, nikamjengea bibi chumba na sebule, mahali pa kupika jikoni na mahali pa. Akaniambia, "Toa mjukuu wangu, niombe nikumbuka. Nina watoto wengi, nina wajukuu wengi." Akalia. Akaniambia, "Utaparikiwa kama jina lako lilivyopariki." Akanibariki. Yule bibi akafa kwenye ile nyumba. Baba yangu alikufa mikononi mwangu. Babu yangu mzaa bibi nilimlea mpaka akafa mikononi mwangu. Bibi yangu mzaa bama nikalea mpaka watu wajomba wakaona wivu. Nikamchukua, nikamlea, nikamtibu, nambeba na gari, namnunulia suti. Wewe fikiria, unamnunulia babu yako suti ambaye anataka kufa. Yaani wewe mtu ana miaka 96, unaenda kumlia suti apeleke wapi? Nikamnunulia suti. Kwenye matukio makubwa ya huduma namleta, naenda nyumbani nambeba, namleta. Mpaka wale wazee wakafanya nini? Wakafa. Na mpaka mama yangu nimemtunza. Mama anakimbia baraka zangu, anakimbia mimi kumtunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile laana ikafanya nini? Ikavunjika. Mimi nimbarikiwa, nitabarikiwa tu. Unabarikiwaje? Wakati ukiona message ya mama yako unaanza kutukana. Huyu mshenzi amesha si amandiki, si ampigie dafrosa. Si mimi nikimwangalia, unajua sisi wote tuliokoka, cha kwanza shetani anachofanya anatugombanisha na wazazi. Mimi sijui nyie. Ukiokoka tu vizuri unaanza kwenda kinyume na wazazi wako. Alafu wale watoto ambao ni mataira kama wazazi hawajaokoka. Wale watoto ambao wao ni wanalewa pombe, wanafanya nini, ndio wanasikilizwa na baba na mama. Wewe ambao una mawazo mazuri, unamsaidia mama, unatoa mwongozo wa mama, hawakutaki. Shetani anafanya hivyo ili uishi kwenye laana. Kataa. Nasema kataa. Yaani mama yako mpende hata akiwa mwiba, mpende. Mpende hata akikuita mchawi, mpende. Akikuita wewe ni wambaya nini, mpende. Akigombana na wewe, mpende. Akikuitia kikawa huyu mtoto anitunzagi, huyu mtoto nini, mpende. Shetani anachotafuta ni ile laana iliyo kwake ije wapi? Kwako.